Ni taarifa ya kifo cha kikatili cha kijana aitwaye Omari Halifa Alfa mwenye umri wa miaka 21, dereva wa bodaboda mkazi wa Makole jijini Dodoma. Anadaiwa kuuawa kikatili na kuporwa pikipiki yake usiku wa kuamkia Jumamosi katika tukio linalodaiwa kutekelezwa na watu ambao ni abiria wake. Kwa mujibu wa taarifa, mwili wa kijana huyo ulikutwa eneo la Chinyoya nje kidogo ya jiji la Dodoma ukiwa na jeraha kubwa shingoni lililosababishwa na kitu chenye ncha kali pamoja na majeraha mengine mgongoni. Baba wa marehemu Mzee Halifa Alfa amesema Omari hakuwa na historia ya vitendo visivyofaa wala ugomvi na mtu yeyote na kwamba familia imesikitishwa na tukio hilo la kikatili. Babu wa marehemu Mzee Idi Kawa amesema familia imepoteza kijana ambaye bado alikuwa na umri mdogo mwenye matarajio ya kusaidia familia. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Makole Anini Ngaya amesema mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa ajili ya uchunguzi. Mimi naitwa Khalifa Alfa Sambo. Huyu kijana aliyefariki ni mwanangu mimi, anaitwa Omari Halifa Alfa. Kijana huyu kwa sababu mimi ni mzazi wake, maisha yake na jinsi nilivyomlea, malezi nimemlea vizuri sana, kwa sababu sijaona kama ana matendo mabaya kiasi kwamba watu waje wamzuru kwa namna fulani, labda anaweza. Alafu si mtu mwenyewe sio mchokozi, sio wa kupishana na watu kimaneno sana. Lakini taarifa pia nilivyopewa mimi nikiwa kijijini kule kwamba ameuawa kikatili, nimefika huku na nimejishuhudia, kwa sababu mocho walijana, nilikwenda nikaangalia, kwa sababu japo nimemuona kwenye friji, lakini alikuwa na alama shingoni ya kuchinjwa. Basi nilimwangalia kwa mbali, kwa sababu maaskari walituambia kwamba msiguse, na madokta walituambia hivyo, msiguse kusudi upelelezi mpaka uwe tayari, mpaka tutakapokabidhiwa ndipo tupeleleze. Alama niliyoiona ni ya shingoni, lakini pia leo nilimuuliza mpelelezi wangu kwamba ile alama ya shingoni ilikuwa ni nini, akasema amechinjwa. Kwa hiyo jinsi tu ninavyomuelewa Omari ni kwamba yeye kijana wangu hakuwa mchokozi, ni kijana mmoja anayeweza kujitafutia. Kwa maana hiyo basi nasikitika sana kwa kitendo ambacho kimefanyika. Sijapenda sana, lakini sasa kwa sababu maisha ya duniani huwa tunaishi kwa siku chache, yeye ndo siku zake zimefika, basi tumshukuru Mungu. Asanteni. Kwa vyombo vya dola nilikuwa nataka niseme tu kwamba labda jeshi la polisi liendelee, kwa sababu wale vijana nimesikia kwamba wamekamatwa waliotenda kitendo hicho, na naishukuru pia vyombo vya dola kwamba upelelezi, ina maana upelelezi wao umeenda vizuri, kwa sababu hapo karibu sana na sisi wafiwa pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo vyombo vya dola pia naishauri soko hili la Makole nilikuwa naomba kwamba, maana vijana kisemo cha watu ni kwamba wametokea humu. Kwa hiyo wale vijana baada ya kutoka humu, ina maana hivi vibanda vya hapa sokoni, mimi nilikuwa naomba kwamba vitumike katika hali ya kufanyia biashara, si kwa ajili ya makazi ya watu, kwa sababu humu inawezekana watu tunawahifadhi humu, alafu mwisho wa siku wanaanza kutenda matendo ambayo sio mema sana. Kwa hiyo kwenye uongozi wa kitongoji pamoja na uongozi wa serikali nilikuwa naomba kwamba pale vibandani watu wafanye biashara kwenye vibanda vyao husika, na badala ya kuviweka kuwa ni makazi ya watu. Hayo ndio maoni yangu. Omari alikuwa anaisaidia familia yake, kwa sababu alikuwa anaishi na binti ambaye ndio mke wake yeye, lakini kwa sababu ninakaa naye mbali, mimi nipo kijijini, yeye yupo huko mjini, lakini kwa jinsi ninavyoelewa na jinsi nilivyokuja kupata taarifa yake ni kwamba wanaishi vizuri sana na maisha yake yanaenda vizuri, kwa sababu kazi yake ni hiyo ya uboda na kipato kidogo kinawasaidia, wanaendelea kuishi vizuri. Lakini mpaka hivi sasa lazima mke wake apate shida, kwa sababu tayari mwenzake imeshamtoka. Kwenye familia yangu najua alikuwa anatoa msaada, kwa sababu kila ninapotoa shida ananisaidia. Akipata kidogo basi anawagawia na nyinyi. Kwa hiyo sisi tunanufaika pia na yeye, kwamba atakachokipata mkimlalamikia basi na nyinyi anawatumieni.
Kwa hali hiyo sasa hivi kidogo sio kidogo, ni sana tu tumepata doa kubwa sana au pengo, kwa sababu mimi mwenyewe tu hapa kama mzazi na watoto wawili, mmoja ameshanitoka hivyo tayari, nimebakiwa na mmoja. Kwa hiyo ndio shida ambayo nilikuwa nayo mimi zaidi, lakini Omari alikuwa ni mtu wa msaada sana. Mimi naitwa kwa jina Idi Mohamed Kawa, nakaa Dodoma Makulu. Sasa msiba huu au tukisema marehemu, mimi ni mjukuu wangu. Nilipokuja kupewa taarifa hii kidogo ilinipa huzuni, ikabidi nije. Kuja kufika hapa nikawakuta ambapo walioko hapa, nikauliza hebu mnihadithie ilikuweje. Wakaanza kunihadithia jinsi ilivyokuwa, na mpaka waliofika kule mochwari kwenda kuona mwili ule na jinsi ilivyokuwa. Ikabidi na leo tukaenda kule polisi, ndio wakaturuhusu inabidi muende kwanza kule mochwari. Tumekuja kufika mochwari, wakatuambia jamani, mwili hatukujua kama ndugu mko karibu. Ikabidi wakasema jamani, kwa sababu ni mambo ya kipolisi na mambo ya kiusalama, wanasema kwa leo hii haitawezekana, tuombeane tu radhi, mrudi nyumbani kwanza mkafanya maandalizi mengine, kama ni kuchukua mwili ifanyike kesho asubuhi. Kwa hiyo nafikiri kila moja ana majonzi ya kuona mjukuu wetu bado mtoto mdogo sana, na bado tulikuwa tunamhitaji, lakini yote ni mipango ya Mungu. Hatuwezi tukamhukumu mtu kusema kwamba amefanya makusudi. Hiyo aliyofanya kitendo hicho hatuwezi tukamhukumu kusema kwamba alikusudia, mipango yake yeye mwenyewe. Naona bwana. Kwa hiyo nilivyoijua, maana yake nikisema ilitokea namna gani, nimeambiwa, ndio ikabidi nisogee, kwa sababu alikuwa ananigusa, ni mjukuu. Naona ikabidi naye baba amepata taarifa, naye amekuja, na vile vile nafikiri sidhani kama tutakuwa na mengi ya kuzungumza, na maana naye vile vile ni kama atakuja kuzungumza, alihadisiwa. Naona kwa mimi nafikiri niliyaona ni hayo, lakini yamenigusa. Lakini sasa utafanyaje? Naona sisi wote ni wapitaji, sio kusema tumekuja kuishi milele hapa, ni wapitaji. Pengine Mungu ndiye aliyompangia kwamba yeye mwisho wake itakuwa ni hapo. Kwa hali hiyo kweli bado tuna huzuni. Naona mimi kwangu ni hayo. Kwa majina naitwa Ani Ngaya, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Makole. Katika mtaa wangu natumaini ilikuwa ni siku ya juzi ya ilikuwa siku ya Jumamosi majira ya saa 4 nilipata taarifa kuna kijana ameuawa, ambaye alikuwa ni bodaboda anapaki maeneo ya soko la matikiti maeneo ya Makole, ambaye kwa kijana litambulishwa kwa jina naitwa Omari, na kijana nilikuwa namfahamu kwa sababu wenzake walinionyesha picha, nilikuwa namfahamu. Tukio lilitokea maeneo ya Chinyoya, kuna watu walimkodi kwenda huko, basi wakachukua upolaji wa pikipiki na yeye wakafanya tukio la kumuua kwa kumkata nasikia kolomelo na kumjeruhi sehemu za mwili. Kwa hiyo nilipata taarifa hizo na mimi nilikuja mpaka hapa nyumbani kwao. Baada ya kufika hapa niliwakuta ndugu zake, basi wakawa wanafanya jitihada za kusubiri kumpata mzazi wake ambaye babake alikuwa ni maeneo ya Tabora, ambaye jana nadhani alisikiri aliweza kuwasili jana. Baada ya kuja mimi asubuhi hapa nikuta mzazi wake ashawasili. Kwa hiyo walifanya jitihada za kwenda, mwili ulihifadhiwa hospitali ya General Dodoma. Lakini siku ya pili ambayo siku ya jana, siku ya Jumapili, nilipata taarifa nyingine ambayo tena kwamba wale walifanya tukio imekamatwa pikipiki, na kuna baadhi ya watu ambao vijana wanahusishwa ambao waliopo katika eneo hili la Makole ambao wanaishi kwenye soko la matikiti. Kwa hiyo walikamatwa ili kufuatilia upelelezi zaidi. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ifanyike ili mwili ufanyiwe maziko leo, lakini baada ya kwenda hospitali polisi walikuwa bado hawajakamilisha upelelezi wao. Kwa hiyo waliomba ili swali lifanyike kesho. Kwa sababu ni mambo ya kiusalama zaidi, na sisi wakawa ndugu nao wameridhia,
basi tunaomba Mungu tusubiri mpaka kesho ili tuweze kumstiri huyu kijana. Rai yangu mimi tu niseme kitu kimoja, kwamba inapaswa kuwa makini na hawa waliofanya mambo haya wanatakiwa wachukuliwe hatua. Ni jambo ambalo sio zuri kumtoa uhai mtu kwa sababu ya kuchukua pikipiki na kwenda wewe labda unahitaji, una shida ya fedha. Ziko kazi nyingi za kufanya, kwa sababu huyu ni kijana mdogo kwa anafanya atafute maisha yake. Wamemtoa na nimesikia kama ana mke. Sasa umemtoa uhai kijana mdogo kwa sababu ya pikipiki tu. Kwa hiyo rai yangu, naomba vijana wajilinde na watu kama hawa katika mtaa wetu, bitu wachukulia hatua tu, yani kwanza walindane na watu kama hawa wanaokuja wageni. Ndio haya tunazungumza kwanza, tutambuane. Kwa hiyo ni watu ambao tumefuatilia, si wakazi wa hapa, ni watu wageni ambao wanafanya kitendo cha namna hii. Na nahisi paka walifanya hivyo kwa sababu huyu bwana aliwatambua, ndio maana wakaamua kumtoa uhai. Kwa hiyo naomba tu tuachie jeshi la polisi wakamilishe upelelezi, mambo mengine yataendelea. Basi mimi nashukuru sana.